Tambua mawazo ya Mungu kwenye maisha yako, anachowaza Mungu juu yako, sehemu ya 6. Sehemu hii ya 6 tunaangalia mawazo ya Mungu juu ya wana wa Israeli na mawazo ya wana wa Israeli juu ya Mungu, na lengo letu ni kutusaidia kuona jinsi ambavyo Mungu aliwakusudia kuwatoa Misri kwenye nyumba ya utumwa, na mawazo aliyokuwa nayo Mungu juu yao, na mawazo ya wana wa Israeli juu yao, na mawazo ya wana wa Israeli juu ya Mungu ni muhimu sana. Lengo na makusudi ya kusaidie wewe na mimi katikati ya safari na mapambano ya maisha, ili ujue mawazo ya Mungu ni yapi kwenye vitu unavyovipitia. Na kama hutajua hayo mawazo ya Mungu, ni rahisi sana kukwama, ni rahisi sana kuyumba. Limekuwa tatizo kubwa sana kwa watu wengi duniani, mamilioni kwa mabilioni, ambao wameishi kwa kupapasa, hawakujua exactly alichokuwa anawaza the creator aliyetumba. Tutasoma neno letu la utangulizi kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 13. Anachoona Mungu juu ya wana wa Israeli ni miaka 430 kabla kijatokea. Mawazo ya Mungu ni ajabu sana. Naomba nisome mstari wa 13. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyokuwa yake. Watawatumikia watu wale, nao watawatesa kwa muda wa miaka 400. Hata taifa lile watakalowatumikisha nitawahukumu, baadaye nitawatoa na mali nyingi. Haya ni mawazo ya Mungu. Anasema na babu yao Ibrahimu miaka 400 kabla hayajatokea, miaka 400. Anamwambia watakuwa uzao wako utakuwa utumwani Misri, nao watawatumikisha kwa miaka 430 kabla halijatokea. Ndiyo mawazo ya Mungu. Na akasema baadaye nitawatoa na mali nyingi. Ilipofika wakati wa kuwatoa, ndipo alipomuita Musa, na alipomuita Musa alimwambia vua viatu vyako. Mwanzo kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya 5, naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni pako, maana hapa uliposimama ni nchi takatifu. Watu wengi hawajafika mahali pa kuvua viatu vyao. Hata Musa aliyekuwa pilot mkuu, kiongozi, ilibidi Mungu amwambie, mheshimiwa, umeingia kwenye kusudi la Mungu, umeingia kwenye mawazo ya Mungu, vua viatu vyako, vua viatu vyako, vua mawazo yako, vua mipango yako, beba mawazo ya Mungu. Ndicho alichomwambia Musa. Lakini ninachokitafuta ni mstari wa 7 kwenye Kutoka sura ya 3 aya 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nimeyaona, sio kwa sababu Mungu hakuyajua, au hata taabu, shida, adha, msiba unaopitia, sio kwa sababu Mungu hajui. Lakini uwe na uwezo wa kujua mawazo ya Mungu yakoje, ili tuweze kwenda kwa pamoja. Hakika watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mstari wa 8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Misri, kisha niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo wingi wa asali, wingi wa maziwa na asali. Angalia, mawazo ya Mungu siku zote ni mema. Najua maumivu yao, nimekuja niwaokoe, niwapandishe hata ile nchi njema, tena pana nchi iliyojaa wingi wa maziwa na asali. Kule kwa Waisraeli ni milima, hiyo asali na maziwa hakuna. Asali, maziwa na asali ni fursa, nchi yenye fursa,
nchi ambayo wanaweza kutajirika, nchi ambayo wanayoyafanya wanaweza kufanikiwa. Ndicho Mungu alichomwambia Musa. Tena pana nchi iliyojaa wingi wa asali na maziwa. Ndicho alichomwambia, na ndiko alikowapeleka. Ndicho Mungu alichomwambia. Lazima ujue haya mawazo ya Mungu juu yako. Mungu alichowaambia ni wapeleke mahali pema. Ndiyo mawazo ya Mungu kwa kila mtu aliyoko duniani. Haijawahi tokea Mungu akawaza mabaya. Kwa nini wewe unawaza mabaya juu yako au hata juu ya wengine? Au hayo mawazo wewe umeyatoa wapi? Je, yanalandana na ya Mungu? Na ndio akamwita Musa katika kuwatoa. Na baada ya kuwatoa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 13 aya 17, ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu waende zao, manake wameanza kutoka kwenye ule utumwa kutoka Misri. Mungu aliwaongoza katika njia ya Wafilisti, hakuwaongoza katika njia ya Wafilisti ijapokuwa ilikuwa karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa watakapokutana na vita wakarudi Misri. Neno la Kiingereza linasema when they face war they will change their mind and go back to Egypt. Wakikutana na vita watabadili fikra zao, mawazo yao, watarudi Misri. Kwa sababu hiyo Mungu akawaongoza katika njia pana, njia ndefu kidogo. Kwa hiyo Mungu analichokuwa nawaza juu yao, na wana wa Israeli wana namna walivyokuwa wanawaza juu yao. Hawakuweza kubeba mawazo ya Mungu juu yao kwenye maisha yao, na hiki kimekuwa mtego kwa watu wengi. Kusali sawa, kusoma sawa, lakini je, mwisho una mawazo ya Mungu juu yako? Unawaza kama anavyowaza Mungu juu yako? Una haya mawazo ya Mungu ndani yako? Kama hauna, ni pagumu sana. Na hawa wana wa Israeli baada ya safari hiyo, tunaona walikutana na changamoto, na watu wengi hawakuweza kufika. Mawazo yao hayakulandana na ya Mungu. Baada ya kuwatoa tu, sura ya 14 aya ya 10, wakakutana na changamoto ama shida ama taabu. Wakakutana na bahari ya Shamu mbele yao. Ni kama tatizo unavyokutana nalo ama shida, unafanyaje? Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya ya 10 nitaisoma. Hata Farao alipokaribia, kumbuka baada ya Farao kuacha, Farao alianza kuwakimbiza. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, wakatazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Kwa nini waliogopa? Je, kuogopa ilikuwa ni mapenzi ya Mungu? Kuogopa ilikuwa ni ucha Mungu? Hapana, hawakutakiwa kuogopa. Kuna vitu tunaogopa kwenye maisha ni kwa sababu hatuyajui ni nini Mungu anawaza juu yetu, ama kwenye hilo tatizo, ama kwenye hiyo changamoto, ama kwenye hiyo sintofahamu unayoipitia. Hiyo sintofahamu, usipojua kwa nini Mungu ameipitisha kwako, it will frighten, itakuletea hofu na wasiwasi na kuogopa, na ambayo that's not Christian. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Mstari wa 11, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi kule Misri umetutoa ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Waza mawazo waliokuwa juu yao. Hawa watu mpaka hapa hawajabeba mawazo ya Mungu hata tone moja, hata moja.
Kwa hiyo walibishana na Musa. Kwa sababu hiyo walipishana na Mungu, hawakuweza kubeba yale mawazo ya Mungu juu yao. Ndio maana wakamwambia Musa, mbona mmetuleta hapa? Sicho tulichokuambia tuache tuwatumikie wa Misri au tufe jangwani kuliko kutuleta huku? Mbona Bwana ametuleta ili tuangamie kwa upanga? Tuna tatizo hili. Kama hatuwezi kubeba mawazo ya Mungu, ni pagumu sana, ni pagumu sana. Na kwa sababu hiyo wengi waliweka breki na wengi wao walikufa jangwani. Yale mawazo ya Mungu ya kuwapeleka kwenye nchi njema yenye wengi wa maziwa na asali, manake sehemu yenye fursa, ilishia katikati. Ndio wale walionung'unika wakaliwa na mizoga jangwani. Ni muhimu sana, hasa tunapojichunguza aina ya mawazo, aina za fikra tunazozibeba, kama zile ni za Mungu ama la. Kama sio za Mungu, hatuwezi kufanikiwa. Ni lazima ifike mahali tubebe mawazo ya Mungu ama fikra za Mungu. Na zinapatikana wapi? Kwenye neno lake, kwenye kutafakari, kwenye kusali, hasa kwenye ukimya, kukaa kwa Yesu Ekaristi, kukaa na Mungu, muda wa ukimya. Watu wengi hawana huo muda wa kutenga na kukaa pamoja, na kusudi la Mungu alilokuwa nalo halikuingia kwenye mioyo yao, wakaishia katikati. Kwenye Zaburi ya 95 aya 10, neno limeelezwa la ajabu sana. Zaburi ya 95 aya ya 8, aya 10 linasema, miaka 40 nalihuzunishwa na kizazi kile, nikasema hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira yangu, wasiingie rahani mwangu. Hawakuzijua njia zangu, mawazo ya Mungu, njia za Mungu. Hawakuzijua njia zangu. Kwa sababu hiyo, naomba kila mmoja ajifikirie, kama umebeba mawazo ya Mungu ndani yako. Sio kila wazo ni wazo bora. Ukitaka kujua kama limetoka kwa Mungu, angalia mwendelezo wake, angalia mafanikio yake. Tuna mawazo mengi yamefia katikati na sio ya Mungu, na watu wengi hawajui kwa nini tunakwama. Lazima ifike mahali ujue mawazo ya Mungu ni lipi na kusudi lake ni lipi, anachowaza juu yako. The moment ukidiscover anachowaza juu yako, umeshaenda mbali sana. Lakini kama haujui anachowaza Mungu juu yako na mawazo yake ni nini juu yako, tutayumba sana, hatutafika tunakofika. Kwa sababu hiyo tunahitaji hayo mawazo kuyajua, yanatoka kwenye neno lake. Hawakujua Mungu anakowapeleka na namna mfumo wa Mungu wa kuwapeleka na vitu wanavyopitia. Kwa hiyo ndio maana wakanung'unika, mbona Bwana ametuleta hapa? Hawakujua na wakaishia katikati. Angalia pia safari yako ya maisha, umetoka wapi, tunakwenda wapi? Kwa nini hilo wazo alikufika? Lilikuwa la Mungu ama sio la Mungu? Ama ni la kwako, ulijitungia kama mfumo wa maisha na ukataka kwenda nao na haukuleta mafanikio? Jichunguze sana, jitafakari sana, tafuta mawazo ya Mungu ndani yako ni yapi na uende nayo. Tumsifu Yesu Kristo.